Wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera ni miongoni mwa wilaya za mkoa wa Kagera ambazo zimekuwa zikiendelea kutekeleza jitihada za kuhamasisha matumizi ya vyakula vyenye lishe bora ili jamii iondokane na hali ya udumavu kutokana na fursa ya uwepo wa vyakula vya kutosha. Shirika la kuhudumia watoto na vijana wenye ulemavu CBIDO lenye makao yake makuu wilayani Karagwe, kwa kutambua kuwa udumavu ni changamoto kwenye jamii, kupitia mradi wa pamoja, uongozi wa shirika hilo kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Kyerwa unaamua kutoa elimu ya lishe kwa baadhi ya wanawake wa kata mbili ambazo ni Rwabwere na Songambele, lengo ikiwa ni kupunguza changamoto ya udumavu katika jamii, hasa kwa wanawake ambao kipindi cha ujauzito hawazingatii lishe bora na kusababisha baadhi ya watoto kuzaliwa wakiwa na hali ya ulemavu, kama anavyobainisha mtaalamu wa shirika la CBIDO anayesimamia kata hizo. Ninaitwa Eliudi Alphonse Kanyemeile. Ninafanya kazi na shirika la CBIDO kwa kata ya Songambele. Wazazi wote kwa kweli wamefurahi, wamepata walichokuwa wanastahili kukipata na wamefurahi sana, kwa sababu kama ni swala la lishe wameweza kukaa nao kutengeneza chakula tangu mwanzo mpaka mwisho. Mazoezi wameelekezwa namna ya kufanya wanapokuwa nyumbani kwao. Kwa hiyo tunaamini kupitia mafunzo wanapoenda nyumbani kwao wataweza kufanya mazoezi ambayo wameelekezwa, wataweza kutengeneza chakula ambacho kitakuwa kinawasaidia watoto wao kwa ajili ya kupandisha uzito, wasiendelee kuwa na uzito pungufu, kwa sababu watoto wengi wenye ulemavu wana uzito pungufu. Na kwa kweli tunashukuru hapa uongozi wa kata ya Rwabwere, kuanzia afisa mtendaji wa kata, diwani, watumishi wote idara mbalimbali wametupa ushirikiano, tumeweza kuiandaa kwa pamoja na shughuli zote tumeziratibu tukiwa nao kwa pamoja. Afisa lishe wa wilaya ya Kyerwa, baada ya kushiriki elimu hiyo ambayo imetamatika Agosti 21 mwaka huu katika kata ya Songambele, anaamini kuwa ushirikiano huu kati ya CBIDO na halmashauri ya wilaya ya Kyerwa unatija ya kutatua changamoto ya udumavu na ongezeko la watoto wenye ulemavu kwenye jamii. Kwa majina naitwa Irene Cleophas, ni afisa lishe wilaya ya Kyerwa. Nimeshiriki zoezi nikiwa na shirika la CBIDO katika kutekeleza mradi wa pamoja. Tunaamini kama wataalamu kwamba kuna matatizo mengine tunaweza tukawa tunayachangia sisi kama wazazi katika zile hatua za awali za mtoto, kwenye upande wa mimba kutungwa, mimba mpaka inakuwa na mtoto anazaliwa. Kwa hiyo rai yangu kwa wazazi ni kwamba tujitahidi katika kipindi chote tunapotegemea kupata mtoto, au ikitokea umebeba mimba bila kujiandaa, pia kile kipindi cha ujauzito mpaka unafikia kujifungua, kuzingatia ulaji sahihi, lakini pia na ushauri wa wataalamu kwa kipindi chote, na dawa zinazotolewa kituoni kuzitumia bila kuwa na wasiwasi nazo, kwa sababu zikishakuwa na adha tofauti tofauti kama wataalamu tunashauri kwa upande mwingine. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukizingatia ulaji ulio sahihi, lakini pia na ushauri wa wataalamu kipindi chote cha ujauzito mpaka kujifungua, mtoto kunyonyeshwa ile miezi 6, tunaamini kuna matatizo ya utapiamlo, udumavu, tukizingatia kwa mkoa wetu wa Kagera bado tuko vibaya sana. Kwa hiyo naamini tukishirikiana kwa pamoja sisi kama wataalamu, lakini pia na mzazi akitimiza wajibu wake mmoja mmoja, ili tatizo naamini tunaweza kulipunguza. Kwa hiyo tuzingatie ulaji ulio sahihi, lakini pia na ushauri wa wataalamu wanaotupa katika vituo vya tiba, kwenye upande wa kliniki na kwenye jamii pia. Naamini hili tatizo tunaweza tukalipunguza. Lakini kwa upande wa utekelezaji wa mradi wa pamoja kupitia shirika la CBIDO tunawashukuru sana kama halmashauri, kwa sababu wameweza kutusaidia kufikia wale watoto ambao huenda sisi kama halmashauri pekee yetu tusingeweza kuwafikia wote. Hapa ni baadhi ya wazazi ambao watoto wao walizaliwa wakiwa na hali ya ulemavu uliosababishwa na udumavu. Wanaeleza jinsi shirika la CBIDO linavyopambana hadi sasa ili watoto wao warudi katika hali ya kawaida tofauti na mwanzo. Kwa majina ninaitwa Fryness Fabian John. Mimi ni mzazi wa mtoto anayeitwa Iveta Imani. Mtoto wangu alikuwa ana changamoto ya kukaa, kusimama au kushika vitu kutumia mikono miwili. Alikuwa anashika kwa kutumia mkono mmoja. Ila kwa kulingana na shirika la CBIDO kwa msaada waliotupatia ili kuwatengamanisha watoto sasa hivi anashika kwa mikono miwili, anakaa hadi hatua ya kujiamsha mwenyewe,
akakaa mwenyewe na ana uwezo wa kujilisha chakula mwenyewe. Mpaka sasa mtoto wangu Iveta, kwa kweli ninashukuru hili shirika kwa sababu katika hatua zote hata za kimaisha wanazidi kunisapoti mambo mengi. Maana katika pilika za maisha yangu mimi niko hapa ni mama mjane, nilifiwa mume wangu, nina watoto 4. Ila kupitia changamoto lipo shirika linijengea nyumba. Shirika la CBDO likawa limeniwezesha mtoto godoro. Jina langu naitwa Yulita Yohana, mzaliwa wa Migina. Nilikuwa na mtoto na changamoto, chakula ajilishi, inamlisha, kukaa hamna vinamshinda. Sasa hivi walionipa huduma, sasa nampa chakula, kwenye kuna najilisha, bado kukaa hajakaa. Wanisaidia, wakanipa godoro, wakanipa na mashuka. Nikiripoti kutoka katika kata ya Songambele, wilayani Kyerwa, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Radio Karagwe FM, sauti ya wananchi.